nitumie fursa hii kuzipongeza sana serikali zote kwa kazi nzuri ambazo zimeifanya kwa kipindi chote. Serikali ya awamu ya kwanza na ya pili zilifanya kazi nzuri. Serikali ya awamu ya tatu, ya nne na ya tano zilifanya kazi nzuri sana. Lakini kipekee nitumie fursa hii kuipongeza sana serikali ya awamu ya sita kwa kazi nzuri na za heshima ambayo imetutendea sisi watu wa Nyamagana chini yako Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wa Mwanza, ndugu zangu wa Nyamagana, ninyi mnafahamu tulikuwa na changamoto kubwa sana ya miundombinu ya barabara. Na katika hili naomba mnisikilize kwa makini sana. Toka enzi za ukoloni, jimbo letu la Nyamagana lenye mtandao wa barabara ya zaidi kilomita 1025, tulikuwa na barabara peke yake kwa kiwango cha lami zenye urefu wa kilomita 34. Chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kipindi cha miaka minne tumepanua mtandao wa barabara kutoka kiwango cha lami cha kilomita 34. Sasa tuna kilomita 39 ambazo zimekwisha kujengwa, na ukijumlisha unapata zaidi ya kilomita 61.7 ambazo zimejengwa kwa kiwango cha lami. Daktari Samia Suluhu Hassan yaliyofanyika kwa miaka zaidi ya 50 ameyafanya kwa miaka minne. Tumpigieni makofi mengi sana ya shukrani. Lakini upande wa sekta ya miundombinu ya maji, ndugu zangu wa Mwanza, mradi wa Capri Point tunaotumia leo ulijengwa toka enzi za mkoloni. Ulikuwa na uwezo wa kulisha mpaka sasa wakazi zaidi ya 200,000, 300,000. Tunapozungumza leo katika historia, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi chake cha miaka minne ametoa fedha zaidi ya fedha za Tanzania bilioni 71, fedha ambazo zimekamilisha ujenzi wa chanzo kipya cha maji Butimba, mradi ambao unakwenda kupunguza kwa kiasi kikubwa kiwango cha upungufu wa maji kwenye jimbo letu la Nyamagana. Tumpigieni makofi mengi mama huyu, kwa sababu kama ni adhima yake ya kumtua ndoo mama kichwani amefanya kikamilifu. Daktari Samia Suluhu Hassan, ninayo maombi mawili kwa dakika moja. Ninaomba tupate walau kilomita 47 kwa kiwango cha lami ambazo gharama yake si zaidi ya bilioni 50. Ninaomba barabara ya kutoka Kishindi kwenda Fumagila izingatiwe. Ninaomba ujenzi wa barabara ya kutoka Mkuyuni kwenda Mandu na Maina izingatiwe. Lakini ninaomba barabara ya kutoka Buhongo kwenda Bulale ikumbukwe. Barabara ya kutoka Mkolani kwenda Nyangingi ikumbukwe. Barabara ya kilomita 5.1 ya watu wenzetu wa Luchelele ikumbukwe. Daktari Samia Suluhu Hassan, ukifanya hayo, kazi yetu sisi watu wa Mwanza na watu wa Nyamagana ni kukuombea maisha marefu yenye afya njema na baraka tele kutoka kwa Mungu. Baada ya kuyasema hayo, ndugu zangu wa Nyamagana, ndugu zangu wa Mwanza, tuendeleeni kumwombea mama huyu ili alizidi kulifungua jiji letu, azidi kulifungua jimbo la Nyamagana na azidi kuifungua mkoa wetu wa Mwanza. Mwanza imesemwa hapa ndipo nilipopata uchifu, nikawa mkuu wa machifu wa Tanzania. Na kila mwaka nikinafasika na kuja kwenye lile tamasha letu kubwa, tamasha la Bulabo. Lile siwezi kumisi. Kama sina kazi ya kunizuia, lazima nije kwenye lile tamasha. Nikiwa na kazi ya kunizuia, basi wanatuma wasaidizi wangu wanakuja. Kwa hiyo Mwanza na nasaba napo nyingi sana. Asanteni sana wana Mwanza. Ndugu zangu wana Mwanza, mengi yaliyofanyika Mwanza kwenye majimbo yetu 9 yamesemwa na wagombea ubunge. Lakini mwenyekiti naye amedokeza na kila aliyesimama amegusia. Sasa kwa upande wangu sitaki kuyarudia yale ya kila jimbo. Nitazungumza Mwanza kama mkoa, yale ya kimkoa ambayo tumeyafanya, bali yale ya kwenye majimbo. Kwanza niseme Mwanza, hongereni sana kwa kupata shilingi trilioni 5.6. Hii ni pesa kubwa sana. Ni pesa kubwa sana kwenda kwenye mkoa mmoja. Hongereni sana Mwanza.
na hii ndiyo iliyofanya maendeleo yaonekane wazi wazi. Lakini nitajielekeza kwenye sekta ya afya, elimu, nishati, usafiri na usafirishaji, na nitamalizia na kilimo. Kwa upande wa afya, hiki ndicho kipaumbele chetu ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sasa ndani ya mkoa wa Mwanza, pamoja na kuboresha hospitali zetu za halmashauri na ujenzi wa zahanati na mambo mengine yote, hapa Mwanza tumefanya maboresho makubwa pia kwenye hospitali 2 kubwa za rufaa. Pale Sekoture tumejenga jengo la mama na mtoto lenye ghorofa 5 kwa shilingi bilioni 10 na milioni 100, likiwa na uwezo wa kubeba vitanda 261, na ndio maana kwa kiasi kikubwa tumeweza kupunguza vifo vya kina mama na watoto wachanga. Vile vile tumeweka vifaa vya kisasa ikiwemo mashine ya CT scan ziko 2, mashine ya endoskopia ya kuangalia mambo ya endoscope, na mtambo wa uzalishaji wa tiba, yaani mtambo wa oxygen katika hospitali zote 2. Zamani tulikuwa tunasafirisha mitungi inatoka huko inakozaliwa, tunasambaza kwenye mahospitali yetu. Sasa hivi mahospitali yetu ya rufaa na yale ya mikoa yote yanazalisha oxygen, kuna mitambo pale. Kwa hiyo mgonjwa anayezidiwa pumzi hapati, huduma iko pale pale, mashine za kisasa, huduma inapatikana.